Bwana semaje? Habari yako? Bana safi kabisa. Uko vizuri ndugu yangu? Namshukuru Mwenyezi Mungu niko sawa sawa. Tunazungumza mara ya mwisho tulikuwa Tabora, lakini pasina jambo kwenda vizuri. Mchezo huo dhidi ya TRA ugenini ulikairishwa. Tueleze walau kwa uchache taarifa ambazo zinasema mchezo huo pengine ndio umeondoka, tutacheza au inakuaje? Na tukitoka hapo sasa tuje kwenye eneo la maandalizi. Kuanzia jana timu imeanza mazoezi kuelekea mchezo unaofuata dhidi ya JKT Tanzania tukiwa ugenini. Ni kweli tulikuwa tumeshafika mkoani Tabora kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya TRA United na maandalizi yote yalishakamilika, lakini saa chache kabla ya mchezo tukapokewa taarifa kutoka kwa mamlaka za mpira wa miguu ya kwamba mchezo huo umeahirishwa. Na mchezo wa raundi ya 3 na raundi ya 4 imeahirishwa, kwa maana ya mchezo dhidi ya TRA na mchezo dhidi ya Azam FC imeahirishwa, na kwa sasa tunasubiri ratiba mpya kutoka bodi ya ligi ikituelekeza michezo hiyo tutacheza tena lini. Kwa sasa tumeangukia raundi ya 5 ya ligi kuu ya NBC ambapo ni mchezo dhidi ya JKT Tanzania. Huo ndio mchezo ambao uko mbele yetu hivi sasa na utapigwa siku ya tarehe 8 ya mwezi huu wa 11 katika dimba la Meja Jenerali Samuyo Mbweni jijini Dar es Salaam. Kimsingi tutakuwa nyumbani tutakuwa ugenini katika mchezo huo na maandalizi yameanza. Mara baada ya kurejea kutoka Tabora vijana wakapata mapumziko pale kutokana na hali iliyokuwa ikiendelea nchini. Baada hapo siku ya Jumanne Jumanne tukarejea rasmi katika uwanja wa mazoezi. Tumefanya mazoezi Jumanne, Jumatano na leo hii Alhamis mazoezi yanakwenda vizuri. Wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri kuelekea katika mchezo huo. Tunaendelea kukosa huduma ya mlinda mlango wetu Musa Kamara ambaye huyu bado mustakabali wake haujafahamika sababu yupo kwenye kipindi cha matibabu na bado sijapokea taarifa mpya kama tayari ameshaanza matibabu halisi ya ugonjwa wake, kwa sababu kulikuwa kuna option mbili: atibiwe kwa kufanyiwa operation ama atibiwe kawaida. Kwa hiyo bado sijapokea hiyo taarifa kutoka kwa jopo la madaktari wetu. Nikishapokea taarifa hiyo nitakuja kuwajuza wanasimba. Lakini tunaendelea vile vile kukosa huduma ya Abdulrazak Hamza ambaye huyu yeye ni mpaka mwezi ujao, mwezi wa 12 atakuwa tayari kurejea katika uwanja. Lakini wengine wote waliosalia wako vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mohamed Bajaber anaendelea kuimarika siku hadi siku, anaendelea kuwa fiti, na kwa mujibu wa matabibu wetu wanasema kwamba kwa sasa amefikia kiwango kizuri cha utimamu cha kuweza kuanza kuitumikia Simba Sports Club. Kwa paliko baki ni mwalimu kuona je fitness aliyokuwa nayo dhidi ya fitness ya wachezaji wenzie kama anaweza kwenda kumtumia katika mechi mbalimbali ambazo ziko mbele yetu. Kwa hiyo hilo ni jambo la kufurahisha, na sisi kama wana Simba tunamuombea kila laheri aweze kurejea. Tunatamani kwa mara ya kwanza tumuone Mohamed Bajaber akitumikia timu yake pendwa akiwa na jezi yetu ya Simba Sports Club, jezi ya mechi. Maana jezi za mazoezi ameshavaa za kutosha, jezi ya mechi tumuone kwa mara ya kwanza, tufurahie usajili ambao tumeufanya. Yote kwa yote focus yetu kubwa tumeielekeza katika mchezo wetu ujao wa ligi kuu ya NBC dhidi ya JKT Tanzania. JKT si timu nyonge, lakini mara zote tunapocheza kwao, ukiangalia records zinaonyesha tumecheza pale mara 2. Zote tumewafunga, lakini pia mechi zote tulizokutana nazo inakuwa ni mechi kweli ya kuumana. Pengine wachezaji waliokuwa nao wengi wana level ya juu, wamecheza timu za juu, lakini pia ukiangalia mazingira ya uwanja wao ni mzuri, unaruhusu kucheza kama sisi. Kwako wewe unaitazamaje hii mechi? Ni moja kati ya mechi ngumu sana tunakwenda kucheza. Kimsingi kwanza tulikuwa na ratiba fulani hivi, ratiba ngumu kweli ya kupita kwenye misumali ya moto. Tulikuwa tuna TRA
tuna Azam FC, tunakuja kwenye vita dhidi ya JKT Tanzania. Yani ilikuwa ni ratiba ngumu, yani ratiba ngumu kweli kweli. Lakini hizo nyingine zimeaghirishwa, tumebaki na JKT Tanzania. JKT Tanzania kwa miaka ya nyuma huku ilikuwa ni timu fulani nyonge hivi. Ni timu ambayo ungeweza kuifunga bao 5, bao 4, bao 7, bao 3, yani ilikuwa ni uhakika. Lakini baada ya JKT kushuka daraja, baadaye ikapanda, ilivyokuja kwa mara nyingine tena katika ligi kuu ya Tanzania, ikaongezeka ubora sana. Na kuanzia hapo JKT Tanzania sio timu nyonge tena. Nadhani kuna vitu vingi walivibadilisha na kuifanya timu yao kuwa bora. Tunakwenda kucheza nao siku ya Jumamosi. Ni mechi ngumu. Ni mechi ngumu kweli kweli kwa ubora waliokuwa nao. Msimu uliopita tumewafunga JKT mechi zote mbili, lakini tumewafunga kwa mine kweli kweli. Tumewafunga kwa tabu kweli kweli. Yani tulihangaika, tulipambana vibaya. Yani ilikuwa ni machozi, jasho na damu. Ilikuwa ni mechi dume kweli kweli sisi against JKT Tanzania. Nakumbuka mechi ya kwanza KMC pale, tumekuja kufunga goli la penalti usiku kabisa, watu wanakaribia kufuturu. Mechi ya pili hapa ilikuwaje ile? Tulifunga. Nani alifunga ile? Sababu ya nyuma yake nakumbuka alifunga Chama, alifunga Fabrice Ngoma. Alifunga Fabrice Luamba Ngoma goli moja. Kwa hiyo huwa ni ukiangalia hapa ni mechi 3 tunawafunga goli moja. Hii hapa moja alifunga Chama, Clotus Mwamba, kule KMC tukafunga goli la penalti. Alipiga nani penalti? Kapombe alichezwa, akapiga Jean Charles Ahoua. Alafu mechi ya marudiano nyumbani kwao akafunga Mwamba Fabrice Ngoma. Kwa hiyo unaweza kaona hawapati pointi ni sisi. Kupata alama 3 mbele ya JKT inakulazimu upate kwa margin ndogo ya goli moja. Maana yake wanakuwa wako compact kiasi ya kwamba inakuwa tabu kupata goli. Lakini kama haitoshi, tunakwenda kwenye ngome yao. Ngome ya jeshi, ngome ya JKT, tunakwenda pale kucheza kwao. Na Waswahili walishasema wazi, mbwa mkali kwao. Kwa hiyo mechi hii itakuwa ni ngumu sana, lakini tutapambana kadri tunavyoweza kupambana, tukitumia silaha zao wao wenyewe, kwa maana Yakub Ali Suleiman pamoja na Wilson Nangu. Watu imarishie ulinzi wa kijeshi pale, twende tukapate matokeo. Haitakuwa rahisi, lakini tunawajibika kufanya maandalizi makubwa, kufanya kila tunachoweza kufanya, twende tukapate matokeo chanya pale. Kwa sababu kampeni yetu ni kushinda kila mchezo wa ligi ambao tunacheza, ikiwemo huu dhidi ya JKT Tanzania. Muda wa mchezo, mechi itakuwa ni saa 1 kamili jioni. Itakuwa ni kwa mara ya kwanza Simba tunacheza muda huo katika uwanja wa JKT. Na nitumie nafasi hii pamoja na kwamba tuko ugenini, lakini kiuhalisia Simba Sports Club kwa ukubwa wetu tunatakiwa kwenda kuiteka ngome ya JKT Tanzania. Na of course ukiangalia mazingira ya uwanja ulipo Mbweni, logistics za usafiri ni changamoto kweli kweli, alafu ni usiku. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kualika wana Simba wajitoe kwa ajili ya Simba yao. Mazingira ni magumu ya usafiri, logistics na kila kitu, lakini kwa maslahi mapana ya Simba yao wanatakiwa kujitoa. Haitakiwi ndani ya Tanzania hii Simba twende tukajisikia unyonge kwa uchache wa mashabiki. Na JKT wanakuaga na mabendi yao yale kwa ajili ya nani ya kuhanikiza, na vijana wao wale waga wanacheza na kuimba muda wote. Sasa wale kuna muda huo wananchanganyaga, sababu huo wanacheza alafu tukifunga wanacheza. Sasa unajiuliza wanatushangilia waga siwa. Sasa tutakachokifanya mechi hii
Kwanza tunatoa maagizo vikundi vyote vya ngoma vya Simba Sports. Vizuri tuikate vizuri. Natoa maagizo. Kwa sababu wenzetu wa JKT wenyewe, JKT Tanzania Football Club wenyewe wanakujaga na bendi yao ya muziki. Kuna kuaga na JKT, kuna kuaga na Prison. Hawa ukicheza nao mara nyingi wanakuzidi sauti. Kwa sababu wana madude yale ya kupuliza. Sasa natoa agizo kwa vikundi vyote vya ushangiliaji vya Simba Sports Club vitakavyokuja katika mechi dhidi ya JKT Tanzania siku ya tarehe 8, wasije na vile vidufu vidogo vile kama vya kumtoa mtoto siku ya 40 yake. Waje na mangoma yale makubwa, ili wale wakipuliza, wale wakipiga, na sisi huku tunapiga, ili iwe ngoma draw. Simba hatutakiwi kuwa wanyonge katika ardhi yetu hii, na ukizingatia sisi ndio wenye hii Mbweni, na nikwambie kwamba hii ni dabi ya Mbweni. Ni majirani kutoka kwetu sisi tunapokaa kambi na wanapokaa JKT, ni mwendo wa dakika 2 mpaka 3 kwa kutembea kwa miguu. Sijui umeelewa Kwa hiyo ni Mbweni, ni dabi ya Mbweni. Kwa hiyo tutakwenda kila kikundi kije na ngoma kubwa, na ngoma uzuri tunazo na ninazifahamu zilipo. Mpira Pesa ngoma wanayo kubwa, Terminal ngoma wanayo kubwa, Mpira na Maendeleo ngoma wanayo kubwa. Waje na mangoma makubwa yale, lakini tutaongeza nguvu. Malaika na wenyewe waje na ngoma kubwa na tarumbeta lile, tupige mwanzo mwisho pale, ili tuwafunike mashabiki wa JKT Tanzania. Na mengine tutawaachia vijana wa meneja Pantev kwa ajili ya kutupa raha na furaha.